Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, ikiwa tarehe 12 ya mwezi wa 11 mwaka 2025. Na nimekuwa nikisema mambo mbalimbali kulingana na Mungu anavyonisemesha na kunipa ujumbe kwa ajili ya taifa na mataifa. Ni mwaka jana na mwaka juzi na mwaka huu, mwaka jana, mwaka juzi na mwaka huu, nimekuwa nikifurulizwa na Roho Mtakatifu ndani yangu kuhimizwa kutokutulia kwa ajili ya taifa la Tanzania. Na mpaka sasa kwa sababu ya ukaidi wa kanisa la Mungu na waombaji waliokaidi, imepelekea kutenda dhambi kubwa. Nchi imetenda dhambi, taifa limetenda dhambi, na gharama ya kutubu dhambi ni kubwa kuliko kuzuia. Laiti watu wangetusikiliza mwanzoni tulipokuwa tukifanya press conference kwenye mikoa yote ya Tanzania, tulipokuwa tukienda kwenye vyombo vya dola na tukifanya nao ibada na makongamano, tulipozunguka safari ya mkoa kwa mkoa tukiomba kwa ajili ya taifa la Tanzania ili kuzuia umwagikaji wa damu. Tumekuwa tukisimama mbele ya madhabahu hii mara kwa mara kwa maombi na machozi. Watumishi wa Mungu tofauti tofauti, sio mimi tu peke yangu, wakina Nabii Alpha, Nabii Agnes na watumishi wa Mungu wengine ambao tunao, tumekuwa tukienda milimani kuomba, tumekuwa tukienda kila mahali. Na lengo kubwa ilikuwa ni kuwahimiza waombaji wasiingie katika dhambi na laana hii ambayo sasa imekwisha kuingia katika taifa letu. Kumbuka kwamba nchi inapopokea damu, hiyo nchi inakuwa iko kwenye laana. Taifa linapopokea damu, taifa linakuwa chini ya laana. Kwa hiyo wakati Mungu anatuhimiza mwaka 2023 kuzunguka nchi nzima, mikoa yote, tukiwa na timu yangu kuzuia umwagikaji wa damu, na nikawaambia watu, nikawaonya wasishindane na serikali, na nilikuwa nikiwaonya Watanzania wa calm down. Nimezungumza na waandishi wa habari wa kila mkoa, waandishi wa habari wa mkoa wa Dar es Salaam, waandishi wa habari wa mkoa wa Arusha, waandishi wa habari wa mkoa wa Dodoma, waandishi wa habari walioko mkoa wa Tanga, waandishi wa habari mkoa wa Morogoro, waandishi wa habari mkoa wa Mwanza. Hawa wote tumefanya nao makongamano ya maombi na tukiwaambia wapeleke ujumbe kuzuia umwagikaji wa damu. Lakini nani alaumiwe? Damu zimekwisha kumwagika, nchi imeingia kwenye shida, na mpaka sasa nchi iko kwenye shida. Lakini nani alaumiwe? Si swala la kulaumu serikali au si swala la kulaumu wananchi. Sio swala la kulaumu wananchi wala sio swala la kulaumu serikali. Ni swala la waombaji. Waombaji. Na hata Mungu alipokuwa akituhimiza kwenda kila mahali, tulikuwa tunakwenda kwa ajili ya waombaji. Watu ambao wameitwa kwa jina la Bwana. Tulikuwa tukienda kwao. Na kumbuka siku moja tumeenda mkoani Kagera. Nilikuwa nikiwashuhudia watumishi wa Mungu tulionao hapa muda mchache uliopita, nikiwaeleza namna ambavyo maaskofu na wachungaji waliwazuia watu wao makanisani kuomba, kwamba wasiende kwenye kongamano la mtumishi wa Mungu Tengwa. Tunaenda kuomba kwa ajili ya ajenda ya taifa. Tumefika Bukoba, tukapokelewa, tukajua tutapokelewa na wale watu ambao walikuwa wametuambia tutakuwa pamoja nao kwa ajili ya kuombea taifa, kwamba taifa linakwenda kuingia kwenye uchaguzi mwaka 2025. Wakati huo ni 2023. Nikawaambia Bwana ameniambia mwaka 2025 damu zinakwenda kumwagika. Tuzuie damu. Tumuombe Bwana. Bwana aliniambia hamasisha watu kila mkoa, kila wilaya, kila kijiji. Tulipofika pale Bukoba, wale watu ambao walisema watatupokea hawakutupokea. Badala yake tukapokelewa tu na kijana mmoja aliyekuwa anaanzisha huduma mahali pale, alikuwa na praise team. Ndio waliotupokea. Hata wale wa mama ambao walijaribu kuchomoka, walikuwa ni waombaji, walichomoka kule kwa maaskofu wao, walishambuliwa. Wengine walitishiwa kufukuzwa kwenye ibada zao, kwenye makanisa yao. Wengine waume zao waliwatishia kufukuzwa. Kwa nini? Msiende kwenye makongamano ya kuomba kwa ajili ya taifa kwa ibada ambayo mtumishi wa Mungu Tengwa amekuja kwa hiyo. No, walizuiliwa. Kwa nini? Tulienda redioni.
kuzungumza juu ya kusimama na maombi, kila mmoja afunge na kuomba. Tukawa tunasimama na ujumbe wa Ninawi, namna ambavyo Bwana aliahidi kuipiga Ninawi kwa kumtuma Yona. Tukawaambia watu tufunge na kuomba kwa ajili ya taifa. Tumuombe rais, tuombe jeshi la polisi, tuombe vyombo vya ulinzi na usalama, tuombe kwa ajili ya watu walio na dhamana ya kutoa maamuzi kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya taifa. Watu walikataa, maaskofu walikataa. Tukaambiwa ile redio ni askofu fulani, ameinua vipindi vyote. Kwa hiyo kama anataka asikie Tengo unahubiri nini kwanza, anataka simama na taifa. Kama ni maombi kwa ajili ya Tanzania, hatuwezi kukupa redio. Walinizuia. Tukaenda kutafuta mahali, na tukiwa na yule mchungaji na vijana wangu kina Josia na Shedi. Tukaenda pale, tukanunua mirunda, tukanunua maturubali, tukaweka kujikinga na jua, tukaanza kufanya maombi pale na watu wachache sana. Hebu angalia idadi hiyo. Mungu amekuhimiza. Bwana akanijia mwaka 2022 na 23, akinimiza mwaka kwa mwaka, akasema Tengwa libebe taifa lako kuliko wakati wowote, maana Tanzania ni mzeituni wangu. Nani alaumiwe sasa? Na Bwana akaniambia huyu kiongozi aliyepo madarakani ndiye atakayepita. Nikatangaza habari hizo, nikawaambia watu wa calm down. Wale wote ambao mnakumbuka klipu zangu, rudini nyuma Tengwa TV mkaangalie kongamano la Lokostemo, kongamano la Serena Hotel, kongamano la The Kilimanjaro Hotel, kongamano la Suma JKT, mwezi kwa mwezi. Makongamano tuliokwenda Lindi, tumeenda Lindi, tukaenda mpaka kwa OCD wa Lindi, akatupokea OCD, lakini askofu hakutupokea. Dhambi hili ya waombaji, OCD wa Lindi, wa mkoa wa Lindi alitupokea. OCS wa kituo cha pale cha mkoani alitupokea kama waombaji. Akasema ninyi ni wakina nani? Haijawahi kutokea watumishi wakatoka Dar es Salaam wakaja hapa kwa ajili ya kuombea nchi au kuhubiri injili. Wakija sana wanakwenda kwenye mikoa ambayo wanajua watu watatoa pesa. OCD wa mkoa akatupa shirika, akatupa mkono wa shirika, akasema hakuna haja ya kibali, zungukeni tu, sisi tumewapa nafasi, zungukeni tu mhubiri habari ya amani. Tukakodi magari na bodaboda wote wa mkoa wa Lindi, tukazunguka. Hiyo klipu iko Tengwa TV. Tukahamasisha watu, wachungaji wako wapi, watu wa makanisa mbalimbali, jitokezeni kuomba kwa ajili ya uchaguzi ujao. Hiyo ilikuwa ni mwaka jana, mwezi wa 3 wa 4. Tuko mkoa wa Lindi. Tukisha kuzunguka Lindi yote, tukizunguka kuomba, hakuna aliyetoka kuwa pamoja na sisi. Wala tulipoondoka hakubaki mtu kwamba mimi nasimama na mkoa wa Lindi. Tukaenda Mtwara. Tukafika Mtwara, tukakaa siku 7. Tunazunguka mkoa mzima na mipaka yake, mpaka fukweni kule mwa baharini. Tunazunguka eneo kwa miguu, tumepaki gari, tunazunguka. Tukasema tupate watu hata mmoja. Wachungaji mko wapi? Wakafunga makanisa yao. Wachungaji wakafunga makanisa. Kuna wakati waombaji walikuwa wanakuja, wanajipenyeza kidogo. Siku za ibada wanazokuwa wanakusanyika kanisani, wanakuja kwetu ili tuombe. Wakija wanasema hivi, mtumishi wa Mungu, mimi na shida, nataka kudhulumiwa shamba. Unapeleka agenda ya kitaifa, mtu anakuambiwa niombee, nataka kudhulumiwa shamba. Mwingine akatuambia nina kesi mahakamani, naombeni mniombee nipate kushinda. Nazulumiwa nyumba yangu ya urithi, mume wangu alifariki, kwa hiyo kesi ya mirathi iko mahakamani. Mtumishi wa Mungu niombe. Nikamwambia nimebeba agenda ya kitaifa, ninalia machozi, naona damu, naona mito ya damu. Bwana ananijia usiku, ananijia mchana, ananijia kwangu asubuhi, ananiambia angalia damu inayomwagika. Nikaona malango 7 katika taifa la Tanzania yamevunjwa, na wale malaika walinzi waliokuwa kwenye kila malango. Lango la kwanza lilikuwa upande wa mashariki, lango la pili upande wa magharibi, kaskazini na kusini, na malango mengine. Maana yake upande wa Hispania kulikuwa na lango, upande wa Karusha kuna lango, upande wa Mbeya kuna lango, upande wa Kagera kulikuwa na lango, upande wa Mtwara kuna lango, na maeneo mengine, malango 7. Tukasimama pale Dar es Salaam kuomba juu ya malango, tukaweka watu. Bwana akaniambia hivi, angalia usiku ule Bwana aliponijia, nilipoona yale malango 7, kila malaika alikuwa pale ameufuta upanga wake kama mlinzi.
Lakini ghafla nikashangaa kila malaika akatoa upanga wake. Alafu akarudi nyuma akaupisha mlango. Nikamwambia, nikaanza kulia, Bwana, mbona malaika wametoka malangoni? Mbona malaika wametoka malangoni? Bwana akanambia, ni kwa sababu wanaruhusu damu ije kumwagika. Kwa nini? Hakuna waombaji. Kwa hiyo nchi waliopewa dhamana, watu wa Mungu waliopewa dhamana kulinda malango, hawaombi tena. Maaskofu, wachungaji, watu mbalimbali waliopewa dhamana, mapasta waliona dhamana ambayo sekta mbinguni wanajua hawa ni watu wetu, wapo kwa ajili ya kutuwakilisha kama mabalozi. Unaposikia mchungaji manake ni balozi wa mbinguni. Unaposikia askofu manake ni balozi. Unaposikia mtume manake ni balozi. Unaposikia nabii manake ni balozi wa mbinguni akiwa duniani, awakilisha serikali ya mbinguni. Lakini mabalozi wakanunuliwa na tamaa ya fedha, roho ya mnyama ikawanunua. Mabalozi wote wakatoka, wakaacha kudili na nchi. Nikawaeleza, nikawaambia hivi, Bwana asema hivi, kwa kuwa mmeacha kudili na nchi ambayo kwa hiyo nchi mnapata amani, mnakula na kunywa, mnapeleka watoto shule katika hiyo nchi, mmeweka makanisa yenu ndani ya hiyo nchi, kwa kuwa mmeiacha nchi hamtaki kuomba na kusimama nayo, Bwana asema hivi, atawausuru ninyi hata mtakosa mahali pa kukimbilia. Nikaona wale malaika wametoka malangoni. Ilikuwa mwaka 2023, tukiwa mwezi wa 11, tukiwa pale kanisa la KKT pale Mbezi Beach pale Tankibovu. Nikawaeleza ujumbe huu, na watu walikuwa wametoka mikoa yote kwa ajili ya ujumbe huu ambao Bwana aliniambia niweke YouTube. Walipokuja nikaanza kuwagawa watu wasimame na malango. Watu wa Arusha nikawapa kazi. Watu wa Arusha wakajitenga, badala waombe wakaanza makundi, wakaacha kuomba. Okay, niambie, damu ambazo zimemwagika Arusha, kwa nini vijana waliinuka? Kwa nini? Waombaji hawapo. Kwa nini vijana waliinuka? Kwa nini waliinuka? Ni kwa sababu hakuna waombaji. Hakuna waombaji. Na malaika yule, wale malaika wote kwenye malango yao walitoka wakaacha malango. Nikalia kwa uchungu, nikasema, Bwana nakuomba hawa malaika warudi. Nikaona ghafla yale mageti makubwa ya chuma yanaanguka chini, na zile bawaba zikadondoka na makomeo yake yakashuka chini. Yule malaika akafuta upanga wake, akageuka, wakawa malaika wa giza. Nikasema, ni nini Bwana, wamegeuka? Akasema, no, malaika wangu nimewatoa, waliobaki ni malaika wa giza. Wamekuja, wametake place, malaika wa giza. Mimi nilifikiri yule malaika alikuwa amesimama alipotoka, maana pale alipotoka malaika yule wa nuru, alipoondoka lile eneo, nikaona ghafla, sikumwona ameelekea wapi, ila tu nikashangaa, nikaona malaika wa giza ameshika upanga, anaanza kuchinja na kumwaga damu, anachinja na kumwaga damu, malaika wa giza. Nikawaeleza watu, nikatoa na zile pamphlet, nikaeleza yale mambo yote ya kuombea nchi, moyo wa nchi. Tukaanza, Bwana akaniambia, waambie watu waombee moyo wa nchi. Wangapi wanakumbuka ya maombi tuliokuwa tukiombea moyo wa nchi? Wangapi mnakumbuka? Mlikuwa ofisini hapa, maombi ya moyo, kuombea moyo wa nchi. Nikazungumza mambo mazito, nikazungumza juu ya watu kutake place kumsii Bwana ili wale malaika warudi. Watu wakatoka, waliokuwa Mbeya wakatoka, waliokuwa Bukoba wakakataa, waliokuwa Mara wakakataa, waliokuwa Hispania wakakataa, waliokuwa Arusha wakakataa. Nikamwambia, Bwana, mbona watu wamekataa? Mungu akanambia, ni kwa sababu roho hii imeamliwa ya kutoka kuzimu, imeamliwa kuwaingia ili wakatae, wamkatae Mungu, wamkatae Bwana. Wakati natangaza maombi ya kumwombea rais mwaka 2023, watu walinipinga. Tulikuwa Suma Jeketi kwenye ule ukumbi tukisimama na maombi ya kumwombea rais. Niambie, watu walikuja, watu walikataa. Wanasema walikataa kwa namna gani? Ilikuwa twende uwanja wa Taifa kuomba. Watu wakainuka wakaleta matakwa yao. Wengine tamaa ya fedha, wengine wanakuja na mahitaji yao, wengine wanakuja na namna zao. Kila mtu alikuja na namna yake. Hakuna aliyesimama kwa ajili ya kuombea taifa. Waliosimama kuomba na wenyewe walikuwa wanaomba huko wanapiga miayo. Hakuna aliyeomba kwa juhudi ya ndani. Tulibaki wachache sana. Nikamwambia Mungu akasema hivi, kwa kuwa wamekataa, basi huna hatia. Kaweke, zunguka kila mkoa, weka ushahidi. Zunguka kila mkoa ukiweka ushahidi.
Pesa zote ambazo huduma hii ilikuwa inazikusanya ni mamilioni ya fedha, zilikuwa zinakwenda kwenye makongamano, press conference. Waandishi wa habari hawakuwa wazalendo. Kwani waandishi wa habari nasema na waonea? Si mlikuwa mnachukua pesa, tunawapa pesa kwa ajili ya kuleta press conference. Unamlipa mwandishi wa habari mara 2, anakuambia hiyo pesa haitoshi. Unafanya budget na coordinator ili waandishi wa habari wachukue habari, wakawasii wa Tanzania, wakazunguke wilaya kwa wilaya, wawaambie wa Tanzania msigombane na serikali. Waombaji wainuke kuombea waandishi wa habari, waombaji wainuke kuombea vijana, waombee wamama, waombee serikali yao. Kwa sababu waombaji hawakuomba, mwizi akaingia. Mwizi ni nani? Wale malaika wa kuzimu wakafuta panga zao. Kumbe mahali pale nilipoona malaika wamesimama wa nuru, waliondolewa. Ghafla wakaja malaika wa nuru wa giza, wakaangusha malango, wakapiga. Hakuna aliyekuwa simama kuomba. Nikalia kwa sauti kuu, Bwana, nikaona majeshi ya watu kutoka nje ya nchi wanaingia kupitia ile malango. Huu jumbe huko YouTube wa mwaka 2023 upo YouTube. Huko YouTube tukiwa pale Mbezi Beach, kanisa la KKT. Tukiwa pale, hata wale waliotupa lile eneo la ukumbi ambao ni watu wa Mungu wa hilo dhehebu hawakufija kwenye maombi. Walisema tumieni, sisi tunaendelea na ibada zetu. Can you imagine? Sio mtumishi wa Mungu, unanielewa? Unanielewa ninachozungumza? Unanielewa ninachozungumza? Walituachia ukumbi wa kanisa, lakini hawakuja kuomba na sisi. Bwana akaniambia na hao wamekataa. Tukaenda Bagamoyo, tukaombea lango liloko Bagamoyo, tukaomba, tukafika pale, tukaomba kibali. Wale watu wa pale wakatupa kibali, serikali wakatupa kibali. Tukaingia kwenye maombi Bagamoyo, kwenye makumbusho ya taifa. Tukamlilia Mungu sana. Tukaja pale katikati kwenye kanisa moja wapo, tukaomba, tukakusanya watu. Siku ya pili kila mtu anakuja na barua ya shida zake. Nikaambia waombaji, mbona waombaji mnaanza kuleta shida zenu? Hapa ni agenda ya kitaifa. Tukazunguka Dar es Salaam yote, tukakodi mabasi, tunakwenda Kigamboni, tunakwenda Kibaha, tunakwenda kule Kidongo Chekundu, tunakwenda kule Mbagala, tunakwenda huku mabasi, tunazunguka kwa ajili ya kuinua wana maombi. Hawakuinuka. Dhambi hii ni ya waombaji. Bwana amenipa ujumbe huu, akaniambia hivi, sasa ni msimu mwingine wa kuihubiri nchi ikiwa kwenye damu. Mwanzoni wakati nasimama kuambia watu waombe na kuombea viti vya enzi vya maongozi, sikiliza, hapakuwa na damu inamwagika ya halaiki. Maana Mungu alisema Tanzania ni mzeituni wangu. Ionye, iambie isije kathubutu kumwaga damu ya halaiki. Kwa hiyo wananchi hawana hatia na serikali haina hatia. Hatia hii ni ya wacha Mungu. Hii ni dhambi ya wacha Mungu. Unasema nimejuaje? Angalia kitabu cha Isaya. Angalia kitabu cha Isaya ili ujue kwamba dhambi hii ni ya wacha Mungu. Dhambi hii ni ya wacha Mungu. Maandiko yanasema hivi. Ule mstari Isaya 56 mstari wa 9 na wa 10 mpaka wa 11. Biblia inasema, enyi hayawani wote wa nyikani, njooni mle, enyi hayawani wote wa mwituni. Hayawani ni wakina nani? Nitakwambia. Walinzi wake ni vipofu, wote pia hawana maarifa. Wote ni mbwa walio bubu, hawawezi kulia, huota ndoto, hulala upenda usingizi. Haya ni wakina nani? Na mbwa hao wanachoyo sana, hawashibi kamwe. Na hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno. Wote pia wamegeuka upande, wazifuate njia zao wenyewe, kila mmoja kwa faida yake toka pande zote. Wakati nchi inaingia kwenye shida ya kisiasa, badala watumishi wa Mungu waliopewa dhamana kusimama na serikali yao ndio wanakuwa wa kwanza kutoa maneno machafu juu ya serikali.
Wakati Mungu anataka wachungaji tukusanyane, tupige magoti kwa wingi wetu, wainjilisti tukusanyane, tupige magoti kwa wingi wetu. Njoo nisaidie kidogo. Njoo nisaidie hapa. Njoo nisaidie hapa. Nasikia nguvu za Mungu zinaanza kufurika nyingi sana. Nisaidie hapo. Hakikisha panakaa sawa. Hakikisha panakaa sawa. Sijui kama sauti yangu inasikika. Nasikika vizuri? Asante sana, asante sana. Asante sana. Tunaweka mambo sawa kidogo. Wakati Mungu anawategemea wainjilisti aliyowaweka, wakati Mungu anawategemea maaskofu na wachungaji, wakati Mungu anategemea mapasta, Mungu anapotegemea mitume, Mungu anapotegemea manabii. Kwa nini anategemea hao? Maandiko yanasema na Mungu ameweka wengine katika kanisa. Wa kwanza mitume, wa pili manabii, kisha walimu, kisha karama za kuponya. Ameweka wengine katika kanisa, zile kazi zitendeke, ili kazi ya huduma ipate kutendeka. Kwa hiyo wale ndio dhamana ya kuikomboa nchi. Maandiko yanasema kabla ya mambo yote nataka dua na sala zifanyike kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya watawala, ili tupate kuishi kwa amani na kuhubiri Injili. Wakati Roho Mtakatifu anasema hayo maneno, kabla ya mambo yote, angalia, tuonyeshe watu waliosimama na taifa hili kabla ya mambo yote, ili walete dua kwa ajili ya taifa, walete sala kwa ajili ya taifa, walete maombi kwa ajili ya taifa, walete na sadaka. Wakati na waagiza juu ya kutoa sadaka ili kuizuia ardhi isipokee damu, watu walisemaje? Angalia watu walivyokuwa comment pale chini. Watu walikuwa wanasema nini? Hii dhambi waombaji ya muiepuki. Hii dhambi wachungaji ya muiepuki. Hii dhambi wa maaskofu wa muiepuki. Hii dhambi mashehe ya muiepuki. Hii dhambi ni ya wacha Mungu. Kila mahali wacha Mungu walipo, dhambi ni ya kwao. Tunahitaji kulipa gharama mara mbili. Gharama ya kuirudisha nchi kwenye neema yake, gharama ya kuirudisha nchi kwenye mapatano yake, gharama ya kuirudisha nchi kwenye ustawi wake. Sio kazi ndogo. Tukaenda eneo moja pale Mtwara, panaitwa Mikindani. Unajua waliotupokea ni mashehe, ndio waliotupokea kuomba. Tukaenda Mikindani, ndio Mtwara. Wachungaji hamna. Wanasema kuna makanisa mawili yako pale. Tukaenda pale kualika, wakasema sisi, wewe umetokea wapi? Una taarifa gani na sisi? Lakini tulipoenda msikitini, wakasema kuombea taifa, twendeni tukaombe. Wakajitokeza mashehe, tukaombe. Tukaongozana na mapikipiki na mabodaboda kwenda kuomba kwa ajili ya nchi. Hayo maeneo yote, angalia, hayakupata madhara sana. Hayakupata madhara. Kaangalia takwimu, Mtwara, Lindi, haya maeneo hayakupata madhara sana. Kaangalia kwenye kipindi hiki kigumu. Angalia waliokataa. Angalia mikoa iliyokataa kusimama na kuomba, hali ilivyotokea. Okay, sasa hivi gharama tunayolipa itakuwa mara mbili ya ile. Tena sio mara mbili tu, ni maradufu. Inaweza ikawa mara 7 zaidi. Gharama ya kulipa kuifanya nchi irudi katika hali ya hofu ya Mungu. Lazima nchi irudi katika hali ya hofu ya Mungu. Okay, Mungu anasema watu wao, kwa hiyo hawacha Mungu, ndio Mungu anawaangalia. Okay, twende kitabu kile cha Ezekiel. Ezekiel sura ya 22. Maandiko yanasema nini? Ili Mungu apate kuiponya nchi. 22 Ezekiel mstari wa 30. Biblia inasema hivi. 30 na mpaka na 31. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye litengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipo bomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu. Maana yake wale malaika walinzi walikuwa wanategemea spidi ya waombaji, ili waendelee kudumu malindoni. Sasa Mungu wakati anatafuta mtu wa kusimama kwa ajili ya taifa, akasema tengwa, umesimama. Haya, watu nyuma yako. Maana yake hata hapa tulipofika ni Bwana.
Yaani hata hii neema tulio nayo ni Bwana. Yaliyokuwa yamekusudiwa ni mabaya mno kuliko hiki kilichotokea. Yalikuwa ni mabaya sana. Kwa sababu ya watu wachache. Tulienda mlimani Bwiru kuomba. Pale Jiwe Kuu tulikuwa na maombi ya siku kadha wa kadha. Watu walitoka Kigoma, watu walitoka Mara, na wengine walitoka kule Babati, Manyara, lakini wa Mwanza hakutoka hata mmoja. Na tukiwa mkoa wa Bwiru, Mwanza, lakini hakuwa Mwanza hakutoka, hakuna askofu aliyetoka, hakuna mchungaji aliyetoka, hakuna hayo yote, hakuna mwinjisi aliyetoka, hakuna kikundi chochote cha waombaji mkoa wa Mwanza kilichotoka. Kaomba tukaombe na wenzetu. Hata tulipokuwa kwenye maombi siku ya pili na ya tatu, kikaja kikundi kingine cha maombi. Kilikuwa kinaombea shida zao. Kikatubisi tumalize na chenyewe kije. Kilipoona tumalize maombi, kikaja kikaanza kupiga kelele upande wa jirani wa pango. Si mlikuwa hapo? Sisi tunaomba kwa ajili ya taifa. Kile kundi kinaomba kwa ajili ya mambo ya uchumba na ndoa. Na pale Bwiru Jiwe Kuu, chini yake kuna kanisa. Tulikuwa tukishikilia umeme hapo. Walijua tunaombea taifa. Hakutokea mwinjilisti wala mchungaji wala kiongozi yote wa kanisa. Mungu afanyeje? Mungu afanyeje? Okay. Angalia maeneo waliomkataa Mungu. Kitangiri Mwanza mpaka Bwiru, hiyo Kirumba yote. Angalia kilichotokea. Ni vitu vya kuangalia waombaji. Naongea na waombaji. Naongea na wacha Mungu, naongea na wachungaji, naongea na maaskofu, naongea na wainjilisti. Unasemaje? Nikatafuta mtu miongoni mwao atakayetengeneza boma na kusimama mbele zangu, lakini sikuona mtu. Kwa nini? Watu walikuwa kwenye shughuli zao, walikuwa kwenye kutafuta pesa. Sikuona mtu. Kwa sababu hiyo nimemwaga ghadhabu yangu juu yao, nimewateketeza kwa moto na wa hasira yangu, nami nimeileta njia yao wenyewe juu ya vichwa vyao, asema Bwana Mungu. Unasema ni kuongezea kitu kingine? Hai, angalia Nyakati wa Pili. Ni kuonyesha kwamba dhambi ni ya kanisa, ni ya waombaji, ni ya wacha Mungu. Ukifunuliwa, kama mngelikuwa na macho ya rohoni, mngelikuwa na macho ya rohoni tukaona wote, mngelifunuliwa mkajua ya kwamba malango yalidondoshwa, msingetukana serikali wala msinge walaumu wananchi. Ninaongea na waombaji. Ninyi mnajua safari ya mbinguni. Waombaji wote Tanzania wanajua safari ya kwenda mbinguni. Na mnajua dhamana tuliopewa na Mungu ya kuibeba nchi na kuikomboa nchi. Mnajua kwamba nchi inatakiwa kubebwa kiroho. Hasa ikiwa watumishi wataacha kusudi la Mungu, wasibebe nchi kiroho, yatakayotokea miaka ijayo ni makubwa kuliko haya. Na Bwana ameniambia hivi, anakwenda kuachilia ghadhabu ya njaa juu ya nchi. Nyakati wa Pili sura ya 14. Bwana aliniambia mwaka juzi mwishoni kwamba kuna njaa inakuja nzito sana. Itaanza mwaka 2027 mpaka 2030. Njaa nzito. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7. Angalia ule mstari wa 14. Twende mpaka wa 15. Alafu nitakuja kuelezea hicho kisa cha njaa. Na sasa hivi naongea tena na ninyi, kuna njaa inakuja. Na Bwana akaniambia hivi, kama watu watakusikiliza, nitaifanya Tanzania kuwa nchi ya neema. Haitalia njaa, itakuwa na chakula tele. Na mataifa mengi yataitegemea Tanzania kwa chakula. Nilisema mwaka jana tukiwa Mlima Sayuni, nikamwambia kama nchi ikipata waombolezaji na waombaji na wamama waliao na wababa wenyenyekevu wenye moyo wa kumpenda Mungu, wakalia kwa ajili ya nchi, Mungu akasema hii njaa inakuja ulimwenguni kote, itaua watu wengi kuliko kawaida. Nikaona katika yale maono watu wanakula maganda ya magimbi na yenyewe hayako, wakatafuta mizizi ya miti na yenyewe haiko. Nchi ikawa kavu, ikawa kame, haikuwa na ustawi wa mvua hata kidogo. Bwana akanambia, kama nchi isipomwaga damu ya halaiki
ikasimama pamoja na wewe kwenye sanduku la agano, kusimama kwa ajili ya mzeituni wangu. Wakasimama pamoja na serikali yao. Bwana akaniambia hivi, basi nchi hiyo nitaiponya Tanzania, nami nitaibarikia. Nitaifanya Tanzania kuwa mzeituni wangu, maana ni mzeituni wangu tokea hapo kwanza. Nitaibatiza katika ubatizo wa nchi ya agano, maana ndivyo Bwana alivyoniambia, nchi hii ni nchi ya agano. Simama sana, isije kamwaga damu ya halaiki. Watu nikao tukaenda redioni tunasema juu ya umwagaji wa damu, watu wanatangaza huku kwa mbwembwe. Wanasema eti mtumishi wa Mungu Mfalme Tengo amesema eti nchi hii itamwaga damu. Hao ni watangazaji. Tumelipa 500,000 kwa kipindi cha nusu saa, lakini akisimama pale anasema haya maneno sio ya kwangu, ni ya mtumishi wa Mungu Nabii Tengwa. Ndio amesema eti nchi itamwaga damu. Wewe ni mtangazaji, unasema nimejutia, usimkumbuke. Hizo clip ziko YouTube. Tulikwenda Njombe, hawakutufungia redio Njombe, wakatufukuza redioni. Tukaweka ile clip, wakainuka mtandaoni, wakataka kutushtaki. Mbona mnatutangaza kwamba tumewafukuza? Ile clip wakatutishia, tukasema hatuwezi kugombana, tukaondoka, tukaenda redio nyingine. Ndio tukapata kipindi, na chenyewe kwa dakika 8 tu. Tukawaambia Bwana ametuma katika mkoa huu, ametuambia hivi, waombaji, tuhamasishe waombaji na wachungaji na maaskofu watoke katika makanisa yao, maana Bwana amesema hivi, nchi hii itakwenda kumwaga damu ya halaiki kwenye uchaguzi mkuu. Wakasema toka hapa. Hiyo ni Njombe. Bahati nzuri tulikuwa na hawa vijana, walikuwepo. Tukakunguta miguu yetu, tulikaa siku moja, tukakunguta mavumbi ya miguuni mwetu. Tukasema basi mji huu umekataliwa. Tukaenda mji mwingine. Tukaenda mpaka Mbamba Bay, kule Ruvuma. Paka kule karibia na mpakani kabisa maziwa sio ziwa Nyasa sio. Tukaenda huko. Ulikuwa unatuhurumia, tulikuwa tumekonda kweli kweli. Tuna njia ya kwetu, vumbi la kwetu, barabara, mvua ya kwetu. Vipindi vigumu vimepita nyaka. Kuna wakati mnakosa ile mafuta ya gari. Inabidi mpaki gari mwambie Bwana ututoe hapa. Mungu anasema nitawatoa. Kuna wakati mnaenda mnafika mahali hakuna njia, kuna mto na mnatakiwa mvuke mwende upande wa pili. Kwa nini? Bwana amesema kakanyageni pale ili damu isimwagike. Nchi isije kamwaga damu. Maana yake vilio vya watoto vingelikuwa ni vingi na vya wanawake na vya vijana. Sio mchezo. Wakati tuko pale kwenye conference ya pale the Kilimanjaro, tuko na waandishi wa habari wa mkoa wa Dar es Salaam. Tukawaambia pelekeni habari kwenye media zenu. Wengine wakarusha, wengine hawakurusha. Na wamechukua pesa ya madhabahuni. Tukawaambia Bwana asema hivi, kila Mtanzania calm down. Wamwache kiongozi aliyewekwa na Mungu amalize wakati wake. Wala wasiinuke. Watu hakuna aliyesikia. Sasa angalia Mungu anachosema kwenye Nyakati wa Pili sura ya 7. Angalia Mungu anachosema. Sasa unakuta wana maombi wanapeana hii mistari kutatua shida zao za nyumbani kwao. Ni kitu cha ajabu sana. Mungu anapoongea na taifa, anakusanya watu wake. Anataka Mungu azungumze na taifa. Wakati wa Sulemani, lile Waisraeli watu wamekusanyika na mfalme wao yuko pamoja nao. Mfalme ametoa sadaka ya ng'ombe 22,000. Mfalme Sulemani. Taifa limekusanyika pale kwa ajili ya mustakabali wa nchi, na mustakabali wa chakula, na mustakabali wa afya ya watoto wao, na kila kitu na mazao yao. Alafu eti mtu anatumia kipande hiki cha mstari kuzungumzia ustawi wa kwake na choyo alionayo. Sio useme kitu mtumishi. Sio unasikia anachozungumza. Ukisoma Nyakati wa Pili sura ya 7 kuanzia mstari wa 1, hii ni ibada ya Mungu na taifa. Anasema hivi yule mstari wa 1, basi Sulemani alipokwisha maombi hayo, moto ukashuka kutoka mbinguni, ukateketeza sadaka ya kuteketezwa ya dhabihu, utukufu wa Bwana ukaijaza nyumba. Nyumba gani? Nyumba ya sala. Waisraeli watu walikuwa wamekutanika pale. Unasema nimejuaje? Angalia.
ule mstari wa 11. Hivyo Sulemani akaimaliza nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme na yote yaliyomuingia Sulemani moyoni anafanye nyumbani mwa Bwana na nyumbani mwake mwenyewe akaifanikisha. Bwana akamtokea Sulemani usiku akamwambia, nimesikia ulioyaomba na mahali hapa nimejichagulia kuwa nyumba yangu ya dhabihu. Sulemani wakati huo alikuwa na Waisraeli wote kama taifa. Alafu Mungu akaichagua ile nyumba kama nyumba ya dhabihu. Mungu wakati ananiambia mwaka 2022 nikiwa kwenye maombi kule mlimani, tuko Mkundi kule juu mlimani, Bwana akaniambia hivi, nimeichagua Tanzania kama nchi yangu ya agano, nipate kulikalisha sanduku langu hapa, na mataifa yote duniani wataitegemea Tanzania. Tuko kwenye maombi mlimani, nilikuwa niko peke yangu. Baadaye nipo ujua ule mlima, ndipo nikaja kuwaita waombaji kutoka Dar es Salaam, kutoka Tanga, tukaenda mwaka 2023 kwenye ule mlima. Nimechagua Tanzania, na mimi ndiye nimemweka kiongozi huyu. Mimi Mungu nimemweka kwa makusudi yangu mwenyewe. Mtu yeyote asifanye naye vita, amesema Bwana, sio mimi. Ni Bwana ndiye alinisemesha. Hata wakati nakwenda pale kuomba wanajeshi ule ukumbi wa pale Suma JKT, niliwaambia wanajeshi, Bwana ameniambia mambo haya ni dhahiri na ndio. Wakasema ukumbi wa jeshi huu hapa, endesha makongamano. Tuliendesha karibu miezi 4. Tuko pale Suma JKT kwenye ukumbi wa wajeshi. Tunaomba kwa ajili ya nchi. Huo ni mwaka 2023. Hatujaona dalili ya damu, hatujaona dalili yoyote ya matusi, hatujaona dalili yoyote kwamba nchi itakuja kupata shida, lakini katika roho Mungu ametuambia. Sasa Sulemani anatatua, na makuhani na manabii wamemzunguka, na watu wote na wananchi wote wanatoa sadaka kwa ajili ya taifa na nyumba ya Bwana. Ndipo Bwana alipomtokea akamwambia, omba lolote. Mungu akamwambia hivi, nimechagua nyumba hii, angalia, iwe nyumba yangu ya nini? Ya dhabihu. Nikizifunga mbingu. Wakati angalia Nyakati wa Pili sura ya 7 ule mstari wa 10 tuko 12 13. Nikizifunga mbingu isiwe mvua tena nikiamuru nzige kula nchi, na nikiwapelekea watu wangu tauni. Anasema Mungu akiwapelekea, maana yake ndiye anayeruhusu. Nikiwapelekea watu wangu nzige na tauni, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha. Baada ya Mungu kuwa ameyapelekea hizo adhabu, tauni, nzige na njaa, na akainyima mvua, ikiwa watu wangu, hajasema serikali yangu, hajasema wananchi, watu wangu wako wapi? Wanaosema robo seke inda robosa, nyosha mikono yako juu, Bwana anatembea, au watu wake. Leo ni siku ya mazoezi ya kwaya. Jamani, tutangulize maombi kwanza ndio tuanze mazoezi ya kwaya. Hao ndio watu wake. Jamani, tukusanyike kutegemeza nyumba ya mchungaji. Mchungaji ni mtumishi wa Mungu, kiwemo chakula nyumbani mwa Bwana. Hao ndio Mungu anasema nao, hao watu wake. Ikiwa watu wangu, sio wakishindana na serikali, wakijinyekesha, sio wakitukana serikali, wakijinyekesha. Wakati unaona huo upinzani na mambo yote yanayoendelea, wewe jinyenyekeshe kwa Bwana. Wanatoka kama wamevaa suti, hawataki kunyenyekea. Mchungaji, mbona umetoka kama? Njoo tujinyekeshe huku madhabahuni. Anasema wewe omba, wewe ni, walikuwa wananiita mimi, wananiita wewe ni striker. Nilikwenda kwenye kanisa moja, sisi tulikuwa na kina Shedi hapa Mbatini, Mwanza hapa mlango mmoja. Wakatuambia wewe ni warriors, wewe ni striker, umepewa huduma hiyo. Sisi hatuna hiyo huduma ya maombi. Sisi hatuna huduma. Kwanza hapa namalizia, nataka nadaiwa milioni 18 ya kumalizia kiwanja cha kanisa. Wana tunaendelea kujenga, tumalizie eneo. Tuanze kuomba kwa ajili ya nchi. Tukaenda Tabora, ndani sana. Tukaenda, vijana wangu wanakumbuka, tulienda Singida Manyoni, vijijini, kwa ajili ya nchi. Tulipokwisha kuomba kwa dakika 15, mchungaji akaanza kuimba tenzi za loni na kupiga makofi ili tukatishe maombi. Anasema jioni naingia,
Sisi tumetoka safarini, mkoa wa mbali, Dar es Salaam. Tumekuja Manyoni vijijini kuomba kwa ajili ya nchi. Tukiwa kanisa la mchungaji, kwenye ile kanisa mchungaji akaanza kupiga makofi. Sisi tumeomba dakika 15. Mimi nasema hapa at least tuende masaa 3. Yeye dakika 15 akaanza kupiga makofi. Amen. Amen. Haleluya. Bwana sehemu yangu rafiki. Ili tuache kuomba. Haleluya. Asante mtumishi wa Mungu, asante mtumishi wa Mungu Tengwa. Asante kwa ugeni wenu. Mungu awabariki. Tumefikia mwisho wa ibada yetu ya maombi. Haleluya. Tukapumua, tukaangalia gari yetu iko pale nje. Watu wametoa sadaka kwa ajili ya mafuta. Halafu watu wanasema ndio tumetosha kuomba. Hivi tu. Mbona hata hatujagusa? Ndio kwanza tulikuwa tunajiandaa. Unaanza kupiga makofi. Haleluya. Mbona mchungaji umetoka kwa madhabahuni ikiwa watu wangu walioitwa wakijinyenyekesha? Mbona umetoka kwa kwenye kujinyenyekesha pastor? Mbona umetoka kwa? Pastor akatokako. Akatuambia sasa mtumishi wa Mungu, tunaomba ufadhili kama Mungu amekubariki na sisi utugawia ufadhili tumalizie jengo letu. Mtumishi wa Mungu mzee Mande, tulikuwa na wewe Nyakato. Hapa Mwanza. Wakati tunabeba tumetoka kwenye kongamano la Rokostemo. Tukihamasisha wachungaji na maaskofu kuandaa kongamano kubwa la maombi. Na machifu waje, na maashe waje, na maaskofu, na watu wa dini zote. Tukapitishwa kwenye jengo moja la kanisa. Na askofu mmoja, simsemi jina. Tukiwa na mzee Mande na Nabii Alfa na Shedi pia mtu wa kamera, sijui kama ulikuwepo. Lakini uliona. Tukaanza kuonyeshwa jengo linatakiwa kumaliziwa ujenzi wa kanisa. Mimi nalia ndani, machozi yanamwagika. Naona damu inamwagika Mwanza. Tuandae, Bwana amesema tuandae kongamano furahisha. Zaidi ya milioni 80. Tuandae kongamano. Naanza na huyu mtumishi wa Mungu tukae naye kikao ili akompensate wachungaji. Yeye akaanza kuonyesha jengo la kanisa ili tusapoti nondo na sementi. Moyo wangu unalia, nikajikaza tu. Mtumishi wa Mungu Mfalme Tengwa, Mungu amekubariki sasa inabidi uchangie nondo hapa. Nililia. Nikasema nitawezaje kumaliza hii kazi? Lakini mkuu wa mkoa alikuja kwenye kongamano. Alituma mwakilishi Mwanza. Jeshi la polisi walikuja. OCD alituma wakilishi. Tulikuwa pale Jembe FM. Tukasema tunaomba kibali kutoka kwa anaitwa RTO kwamba magari yetu yasikamatwe yasemeshwe njiani. Sisi ni wajumbe wa amani kuitakia nchi hii amani, maana damu zitamwagika. Tukaenda Star TV, akasema piteni tu. Tukawa tunapita. Hao watumishi wa Mungu walio zamani walituacha tupite tuzunguke, wala magari yetu ya kukamatwa kwamba tusitope. Tuna haraka, tunapiga hazard. Tunawahi kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine. Lakini tukiwafuata wachungaji wanatokako. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuomba, wametokako kwenye kuomba, wakaanza kubwabwaja mitandaoni. Wametokako kwenye kuomba, wakaanza kuilaumu serikali yao. Wametokako kwenye kuomba, wakawa kama wapiga debe. Ikiwa watu wangu wamekataa, sasa kinyume chake ni nini? Ikiwa watu wangu hawaombi, ikiwa watu wangu wana viburi, Mungu anafanya nini? Si ndio matokeo? Tena nikiamuru nzige kula nchi au nikiwapelekea watu wangu town, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao. Ndio maana kwenye thumbnail kwenye ujumbe wetu tumeandika dhambi hii inawahusu waombaji. Wacha Mungu. Dhambi hii hawakutokako, walitokako, hawakukaa kwenye kuomba, hawakukaa kwenye kea. Wengine walinibeza. Wengine tu ile title ya Mfalme Tengwa inawapa shida, mfalme. Badala washike nilichokibeba, mbona wajiita mfalme? Kwani Bwana ametuambia ninyi ni wafalme na makuhani. Nanyi mnamiliki juu ya nchi. Hasa ukataa kujiita mfalme, ni wewe ndio umekataa. Lakini Mungu alitupa sisi kuwa wafalme, sio wa dunia hii. Ni wafalme na makuhani.
tunamiliki juu ya nchi ipi hii? Katika roho. Okay. Yesu akasema 15:16, siwaiti tena watumwa, ninyi mmekuwa rafiki zangu. Okay. Wewe pia ni rafiki wa Yesu. Na wewe pia ni rafiki wa Yesu. Na wewe mama ni rafiki wa Yesu. Na wewe kijana ni rafiki wa Yesu. Na wewe chazi ni rafiki wa Yesu. Okay, wewe na Yesu mkiona hakuna tofauti. Mtu mkitembea barabarani, wakitokea mtu akiona Yesu yuko wapi hapa? Hakuna Yesu anayejua. Jamani, wote sisi ni Yesu. Si unaelewa? Ninyi ni rafiki zangu. Wewe ni rafiki wa Yesu na wewe ni Yesu. Wewe Yesu ni mfalme mkuu na wewe ni mfalme mkuu. Hallelujah. Sitawaita watumwa tena. Sasa watu badala wabebe content niliyoibeba, wabebe message niliyoibeba kwa ajili ya kuiponya nchi, wakaanza kuhangaika na jina la mfalme tengwa. Tuko sawa? Unakata. Wewe unaonaje huko kwako? Kwa hiyo hapa tusimame. Tumeganda kidogo. Sauti inaendelea. Usiogope, uwe tu na uhakika. Unanishauri nini? Kwa hiyo hapa hatupo hewani. Na mazungumzo wanasikia watu. Tuko hewani. Haya. Bwana akaendelea kusema, akasema hivi, nami nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi. Hapa azungumzii kaya. Sio mji. Sio nyumba. Sio mashamba. Sio magari. Sio ndoa. Asante sana. Sio watoto. Nchi. Wako wapi watu wa kusimama kwa ajili ya nchi? Napoenda kumalizia, sasa kwenda sana, namalizia tu hapa. Wako wapi watu wa kusimama kwa ajili ya nchi? Sasa mbele yetu kuna njaa inakuja. Kuna njaa inakuja. Kuna njaa inakuja. Itaanza mwaka 2027. Hivi ndivyo asemavyo Bwana. Na nilikwisha kusema tangu mwaka 2023 juu ya hiyo njaa. Na sasa njaa hiyo imekazwa sana. Kwa nini? Maana kuna shida imeingia katika taifa. Kwa nini? Waombaji wametoka malangoni. Shida imeingia. Waombaji wametoka kwenye madhabahu. Shida imeingia. Sasa kuna njaa inakuja. Kwa hiyo tukiwa na kesi ya kushika Tanzania ili mambo haya yasijirudie, bado tuna kesi ya njaa mbele yetu. Tukiwa tuna kesi ya njaa kama Tanzania, unajua ukipendwa sana na adhabu yake ni kubwa sana. Ndio maana utaona Israeli walipokuwa wakikosea wanapelekwa utumwani. Walipendwa sana. Pigwa sana. Wakikosea jeshi la Washami linatokea. Wafilisti wanatokea. Wamidiani, wana wa mashariki wanapelekwa mpaka Babeli. Kwa nini? Wanapendwa sana. Tanzania tunapendwa sana. Tumejisahau. Tumejisahau watumishi wa Mungu. Waombaji wamelala. Maaskofu mmekula mkanenepa mkafurahi, mkajisahau. Mpaka nchi imeingia kwenye shida kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya waombaji, kwa ajili ya wacha Mungu. Sasa je, mko tayari kunisikiliza? Hamkunisikiliza hapo kwanza, asema Bwana. Je, Bwana wauliza ninyi wamchao, je, mko tayari kumsikiliza Bwana sasa? Maana Bwana asema kama alivyosema hapo nyuma, akiwaonya juu ya damu kumwagika. Mmeacha malango, damu imemwagika. Okay, je, mko tayari kumsikia sasa? Mwanzoni hamkumwamini mtumishi wake aliyetumwa na Bwana kwa jina lake. Maana Bwana alisema hivi, ikiwa nimemtuma mtumishi wangu nabii, naye akaenda kwa jina langu, akayanena maneno kwa jina langu, na akatabiri mambo kwa jina langu, na mambo hayo yakatokea, basi nimemtuma mimi. Na kama atanena habari zake mwenyewe na akaota ndoto na isitokee, basi mtu huyo amejitungia mwenyewe, wala sikumisi kumtuma. Haya yametokea basi kwenu.
Je, mtamsikiliza Bwana sasa? Sasa je, kuna njaa inakuja. Je, mtaanza kupokea tena taarifa hii kama mlivyo? Je, mtapuuza taarifa hii ya ujio wa njaa inayoanza mwaka 2027? Je, mtaipuuza tena kama mlivyopuuza huko nyuma? Bwana awauliza ninyi wa mchao. Je, mtapuuza tena? Okay. Mwaka 2030 mpaka 2033 kuna mambo yanakwenda kutokea, na nchi hii ndio ilikuwa imepewa dhamana. Sijui kama Bwana ataturidhia kwa wepesi ili tusimame nayo. Kutoka 2030 mpaka na 33 kuna shida kubwa inaenda kutokea. Sijui kama tutasimama nayo. Wakati Mungu ananiambia juu ya miaka 7 ya mabadiliko ya kiulimwengu yanayokuja na tunavyopaswa kujiandaa 2023 mpaka 2030, sasa tumeongezewa kibaba. Itakapofika mwaka 2033 ule mwezi wa 6, asomaye na afahamu, mwenye kuandika na andike. Kama unasubiri unabii huo utokee, ni heri uungoje ukiwa kwa Bwana na usitokee kwako, Bwana akutwae, kuliko mambo yatakwenda kutokea ukiwepo na familia yako na usishike maneno ya Bwana. Hakika yake hautaishi, utakufa. Naam, ujapokufa utakuwa umeteseka, asema Bwana. Ujapokufa utakuwa umeteseka kama ukiadharau maneno ya Bwana ni yanenayo leo juu yako na juu ya uzao wako na watoto wako na nchi yako na taifa lako na watu wako. Kama utayapuuza, mambo haya yatakukuta malangoni, wala utakuwa na mahali pa kukimbilia. Hori. Sijui kama tuko hewani. Tuko hewani. Hata kama tuko hewani, basi hakikisha ujumbe huu unakaa vizuri. Okay. Nilipowaambia juu ya utoaji wa sadaka kwa ajili ya nchi, mlijua nachokisema? Ni kipi rahisi, kupoteza taifa na watoto wetu na vijana wetu na wake zetu, au kutoa mali zetu kwa ajili ya Bwana, nchi ikapona? Sulemani alitoa ng'ombe 22,000 kuiponya nchi. Mungu akasikia maombi. Ng'ombe 22,000 na makuhani nao wakatoa. Maandiko yanasema hata mahali pale pa madhabahuni hapa kutosha, wakaenda kutolea uwanjani ile sadaka. Waambie basi watu wa Mungu, watu wanaotokana mitandaoni sio wapagani. Ukihubiri huku, wanaotokana ni walokole na wanakuwekea na maandiko pale chini, wajuaji. Utasemaje? Hii dhambi sio ya wananchi, hii dhambi sio ya serikali, ni dhambi ya waombaji, ya wacha Mungu. Utasema, je, wacha Mungu sio wananchi? Ni wananchi, lakini ni watofauti. Ni watofauti. Wana alama ya damu ya Yesu kwenye mpaji za nyuso zao. Wana alama ya damu ya Yesu kwenye viganja vyao. Ni watu tofauti, wametiwa alama kwa ajili ya Kristo. Wana nuru kwenye vichwa vyao, shetani hawezi kuwagusa. Ni watu tofauti, japo ni wananchi, lakini ni watu tofauti. Wapo duniani kwa kazi maalum. Wacha Mungu wana kazi maalum duniani, hawaishi tu kiolela. Hao ndio wanaosema nao mimi, hao ndio wameliacha kusudi la Mungu. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Je, unaitwa kwa jina la nani? Je, wewe sio Mkristo? Je, huitwi kwa jina la Bwana wewe? Unaona kesi inapokuja. Haya. Tunapomaliza, maana message ni kubwa, nitaiacha, alafu mtaanza kuitafakari, mtaanza kurudi kupita. Je, tuko tayari kama taifa la Tanzania, kama waombaji, kama wacha Mungu, tuko tayari kurudi kwenye madhabahu? Ili tunapokuwa tukitubu dhambi hii ya waombaji, dhambi ya wacha Mungu, tunapokuwa tukitubu hii dhambi, tunajiandaa kwa ajili ya ujumbe ujao na kupokea maelekezo kwa ajili ya hicho kijacho baadaye. Kuna njaa inakuja. Je, unajua maelekezo yake?
tunapaswa tufanye nini? Nitarudi kwako siku nyingine nikuambie tunapaswa kufanya nini juu ya ujumbe wa njaa inayokuja duniani. Na Tanzania tulikuwa tumepewa dhamana na mbingu, lakini tayari kuna shida imetokea. Je, tutaiondoaje shida? Ndio maana ya ujumbe niliosema nao leo, kuiondoa shida. Na jinsi ya kuiondoa, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Je, tuko tayari kujinyekesha? Tuko tayari kuomba? Kwa sababu unaposema kujinyekesha ni kufanyaje? Nini maana ya kujinyekesha? Sio kusema Mungu tusamehe sasa tunarudi. Sikiliza, kuna kanuni yake. Kuna kanuni za kujinyekesha. Iko wapi? Kitabu cha Waamuzi sura ya 20. Ni kuonyesha kanuni ya kujinyekesha. Useme tu kaanza kukimbilia chumbani, kwanza kwenda kwenye maombi. Ulipaswa kuomba, umeshachelewa. Unataka ngoja ni kuonyesha kisa kilichowapata wana wa Israeli. Halafu Mungu alichowaelekeza kufanya. Paka walipojua wao, maana usipoelekezwa kwa maneno ukakaidi, utaelekezwa kwa matukio. Paka matukio yatakopukupa adabu. Ile sura ya 20 mstari wa 18 mpaka wa 28. Mimi nitasoma tu vichache vifungu. Anzia 18 anasema hivi, mstari wa 18, Waamuzi sura ya 20 mstari wa 18. Inasema hivi, basi wana wa Israeli wakainuka kukwea kwenda Betheli. Nao wakataka shauri kwa Mungu. Wakasema, ni nani atakayekwea kwenda vitani kwanza kwa ajili yetu juu ya wana wa Benjamin? Bwana akawaambia, Yuda atakwea kwanza. Basi wana wa Israeli wakaondoka asubuhi, wakapanga hema zao juu ya Gibea. Israeli juu ya Gibea. Watu wa Israeli waliotoka ili wapigane na wa Benjamini, nao watu wa Israeli walikuviandaa vile vita juu yao huko Gibea. Wana wa Benjamini wakatoka Gibea, wakaangamiza hata nchi watu 22,000 katika Israeli siku hiyo. Lakini watu wa Israeli walijitia nguvu, wakaviandaa vile vita mara ya pili. Wakajitia nguvu, wakaviandaa vile vita mara ya pili mahali pale walipojiandaa siku ya kwanza. Wana wa Israeli wakakwea juu na kulia mbele za Bwana hata jioni. Wakamuuliza Bwana, wakasema, je, niende nikaribie tena kupigana vita juu ya wana wa Benjamini ndugu yangu? Bwana akasema, haya, kweni muende kupigana naye. Basi wana wa Israeli wakakaribia juu ya wana wa Benjamini. Hawa ni waombaji, wanapigania vita, wanaomba Mungu kupigana na ndugu zao. Mungu anawaambia Yuda atatangulia kwanza. Wanapigwa, wakafa 10,000 mara ya pili wakaenda tena kuomba, twende tukapigana na ndugu yetu. Mungu akasema, kweni. Wakapigwa watu 18,000. Sasa mstari wa 25 unasema hivi, tuanzie 24. Basi wana wa Israeli wakakaribia juu ya wana wa Benjamin siku ya pili, wakaangamiza hata nchi watu 18,000 tena katika wana wa Israeli, hao waliokuwa wenye kutumia upanga. Ndipo wana wa Israeli wote na hao watu wote wakakwea wakaenda Betheli na kulia, wakaketi hapo mbele za Bwana. Wakafunga siku hiyo hata jioni, nao wakasongeza sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani mbele za Bwana. Okay. Tunajifunza nini? Anasema, kisha wana wa Israeli wakauliza kwa Bwana, kwa sababu sanduku la agano la Mungu lilikuwa hapo siku hizo, na Fineasi, yani kuhani sasa, Fineasi mwana wa Eliazari mwana wa Haruni alikuwa akisimama mbele ya hilo sanduku siku hizo. Wakasema, je, nitoke tena niende kupigana na wana wa Benjamini ndugu yangu, au niache? Neno au niache limekuja baada ya sadaka. Mara ya ngapi? Ndio wanaenda kujua, ndio wanapata tafsiri ya kujua kuomba. Mara ya kwanza waliomba, Bwana niende huko, umeshaandaa kwenda kupigana vita. Wanaomba mtu wa kutangulia. Yaani walienda kuomba ili wapate mtu wa kutangulia vitani.